Anapokea al-Imam Ibn Khuzaimah katika sahihi yake, na vile vile al-Imam al-Baihaqi katika Shu'abul Iman, na al-Imam Ibn Abi Dunya katika Fadail Ramadan, na al-Imam Ibn Asakir katika Juz'u Hadithi Shahri Ramadan, kwa sanad iliyokuwa hasan kutoka kwa sahaba mtukufu Sayyiduna Salman al-Farisi radiyallahu anhu. Hadithi ndefu inayozungumzia mwezi wa Ramadhan. Ndani yake Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam anatuambia, shahrun awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqun minan nar. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao kwamba mwanzo wake ni rahma, na katikati ni maghfira, na mwisho ni kuachwa huru shingo kutokamana na moto. Na sisi tukiwa tupo katika kumi la pili, kumi la kati, ambalo kwamba ndio kumi liloitwa ni la maghfira, wala haimaanishi maghfira haipatikani katika kumi la kwanza na kumi la mwisho. Maghfira inapatikana kote, lakini hii ni takhsis Mtume sallallahu alaihi wasallama ameifanya ili himma ziwe ni zile zile kuanzia mwanzo wa Ramadhani mpaka mwisho. Tusipatwe na futur, himma za kufanya da'wa, za kufanya ibada zikawa ni zenye kuteremka chini. Kwa hivyo tuko katika kumi la pili, kumi la maghfira, katika mwezi wa maghfira. Idadi yake kama vile miezi ni 12, na watoto Sayyidina Yaqub walikuwa ni 12. Watoto Sayyidina Yaqub alayhi salam, ambaye kwamba alikuwa anapendwa zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maana babake ni Sayyidina Yusuf alayhi salam. Na vile vile mwezi ambao kwamba pendwa zaidi na Mwenyezi Mungu ni mwezi wa Ramadhan, na ndio maana ndio mwezi pekee uliotajwa kwa jina katika Al-Qur'an Al-Karim, mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hivyo huu ni shahru at-tauba na shahru al-maghfira, ni mwezi wa kuomba msamaha, ni mwezi wa kutubia, ni mwezi wa kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nani ndugu zangu ambaye kwamba hakosei? Nani perfect kati yetu sisi? Man alladhi ma sa'a qat? Nani ambaye kwamba hajawahi kukosea umri wake wote? Wa man lahu al-husna faqat? Na nani yule ambaye kwamba mambo yake yote ni mazuri? Kama wanadamu ametuelezea Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akatuambia kullu ibn adam khata, kila mwanadamu khata. Hakusema khati, hakusema mwenye kukosa, khata kwa njiani. Wala hakuna mtu angezungumza na sisi, wala hakuna mtu angeamiliana na sisi, lakini pamoja na makosa yote tumuomba tudumishie. Ikawa leo la antuhasab, zifanyieni hisabu nafsi zenu kabla mfanywe hisabu, wazinu a'malakum kabla an tuzana alaykum. Naomba tusifanyie hisabu. Lini umekaa ukafanya hisabu nafsi yako? Kazi yako unaifanyia hisabu ya kila siku, kisha kuna hisabu ya wiki, kisha kuna hisabu ya mwezi, kisha kuna hisabu ya mwaka. Kwa kuwa biashara ya hisabu, lakini biashara yako ya akhira wewe na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala unafanya hisabu. Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Saa iliyokuwa zito zaidi ni lile saa ambalo kwamba mtu anakaa na nafsi yake, anakumbuka madhambi yake, anakumbuka makosa yake, kisha anamwelekea al-Haq Subhanahu wa Ta'ala, amwambia ya Rabb, mimi ni mja wako dhaifu, mimi ni mja wako maskini, mimi ni mja wako fakiri, mimi ni mja wako mnyonge, mwingi wa makosa, mwingi wa madhambi. Ya Rabbi, nimekukosea siku nyingi. Ya Rabbi, narudi kwako, nipokee. Nani mwingine atakayenikubali ikiwa hutonikubali wewe? Nani mwingine ya Rabbi atakayenipokea ikiwa wewe utanifukuza? Ya Rabbi, nimesoma katika Al-Qur'an Al-Karim, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Ya Rabbi, nimesoma katika Qur'an ukisema wa inni laghaffar, mimi ni mwingi wa kusamehe. Ya Rabbi, wewe ni mwingi wa kusamehe, tusamehe. Usikate tamaa kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Anatuambia al-haq katika Al-Qur'an Al-Karim, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Waambie ewe mtumi, ya ibadi, enyi waja wangu. Kina nani hao? Kuzungumziwa mawali, kuzungumziwa manabii, kuzungumziwa wachaji Mungu? La wallah, alladhina asrafu ala anfusihim, ambao kwamba wamezifanyia israfu nafsi zao, yani wamefanya madhambi mpaka wakavuka mipaka katika kufanya madhambi. Hao ndio wanaozungumziwa. Lakini Mwenyezi Mungu amewaita nani? Ya ibadi, waja wangu. Leo mimi na wewe, mtoto wetu akitukosea tunasema nini? Huyu si mwanangu, mwana haramu, sitaki kumtambua. Na ni mwanao, tumemzaa mwenyewe, lakini kwa sababu wamekosea mara moja, labda mbili, tatu, mimi na wewe tumkosea Mwenyezi Mungu mara ngapi? Ni madhambi mangapi ambayo kwamba tuyafanya? Na jumla katika ndoto asema, nilipomwona nikamuuliza kaifa antum,
mko katika hali gani? Mko katika hali gani? Asema sisi tumejutia nadman adhima, hakika sisi tuko katika majuto yaliokuwa makubwa sana. Kisha akatoa maneno mawili akasema na'lam wala na'mal. Sisi tunajua, sisi tutambua, tunajua uzito wa ibada, tunajua thamani ya taa, lakini wala na'mal, hatuwezi kufanya kuisha wakati wetu kufanya. Wa antum, na nyinyi mlioko duniani ambao kwamba bado mpo hai, ta'maluna wala ta'lamun, nyinyi mna nafasi ya kufanya lakini hamujui thamani ya kile mnachokifanya. Kisha anamwambia tasbihi moja au mbili, rakaa moja ama mbili katika sahaif, katika peji za hasanati zetu, inapendekeza kwetu zaidi kuliko ad-dunya wa mafiha. Lau sasa tutachagulishwa turudi duniani tupewe dakika 5 tu za kuswali rakaa mbili, ama tumilikishwe dunia yote, tutachagua hizi rakaa mbili. Tupenda zaidi hizi kuliko dunia wa mafiha. Alipokuwa huku alikuwa anashughulishwa na dunia, alipokuwa huku alikuwa anashughulishwa na haya, maisha ya kidunia, lakini amefika kule amejua zad anayoitarajia ama zad anayohitajia zaidi kule ni nini? Ni adhkar, ni salawat, ni taat, ndizo ambazo kwamba zadi zitakazokwenda kukusaidia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ni matarajio mangapi ambayo kwamba ulikuwa nayo katika huu ulimwengu, na wala masiku haya kukusaidia katika kuyatabikisha, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn an-Najjar ama alipokea Imam Ibn an-Najjar, akhsaru an-nasi safqa, yule ambaye kwamba safqa yake, biashara yake ndiyo iliyopata hasara zaidi. Asema rajulun akhlaqa yadayhi fi amalihi wa lam tusaiduhu al-ayyamu ala umniyatihi, ni mtu ambaye kwamba ameingiza mikono yake yote katika matarajio, amekuwa na matarajio makubwa. Inshallah mimi mwaka fulani niwe na ardhi ekari fulani, inshallah niwe na akaunti kiasi fulani, inshallah amount ndani yake iwe ni kiwango fulani, niwe na majumba kadhaa na makampuni kadhaa. Amekuwa na amali, amekuwa na matarajio mingi. Asema walam tusaiduhu al-ayyamu ala umniyatihi, na masiku hayakumsaidia katika kutimiza malengo yake, hakuweza kufika huko. Tayib, amekhasirika vipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam asema fa kharaja min ad-dunya bighairi zadin wa qadima ala Allah bighairi tauba. Huyu akawa amerudi, ametoka katika dunia bila zad, hana zadi yoyote ambayo kwamba anakwenda, anaenda kwa Mwenyezi Mungu kumwambia nini? Ya Rabbi, nimemiliki ardhi kiasi fulani, ya Rabbi nilikuwa na mali kiasi fulani, tatoka na sanda tu hapa, haina hata mifuko. Fa kharaja min ad-dunya bighairi zadi, akatoka katika huu ulimwengu hana zadi yoyote. Leo uwezi husubutu kusafiri ikiwa gari yako unajua haina mafuta, pengine naisha wakataa, useme mimi nasafiri naenda Mombasa ama naenda Kisumu. Wallahi uanze safari na unajua kuna petrol station nyingi njiani, lakini unajua kuna hatari ya kukosa nini? Zada, mafuta ya kukufikisha kule. Sasa ikiwa safari ya kidunia huwezi kuianza mpaka uhakikishe kuna kitu cha kukufikisha na cha kukupeleka mpaka huko, kif safari ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Ama Mwenyezi Mungu sisi watu mjali, hatuna habari naye. Abdi ja'altani ahwana an-nadhirina ilaik, anatuuliza katika al-hadith al-qudsi, mja wangu umenifanya mimi ndio ahwanu an-nadhirina ilaik, mimi ndio waduni katika wanaokutazama. Wengine umewafanyia, wengine ukawasafishia, wengine ukawaandalia, wengine ukajificha wasikuone ukifanya makosa, lakini mimi hukunijali na unajua Allamul ghuyub, unajua naona kila kitu, na kuona kila unapokuwa. Lakini ja'altani ahwana an-nadhirina ilaik, umenijalia mimi ndio waduni kabisa, wachini kabisa katika wale ambao kwamba wanakutazama. Zadi kwa wapi? Fa kharaja min ad-dunya bighairi zadin wa qadima ala Allah bighairi tauba. Akatoka katika dunia hana zati, hana chochote cha kwenda kumpeleka kukikadimisha kwa Mwenyezi Mungu, lakini na vile vile akatoka katika dunia hana tauba yoyote ile aliyotangulia. Mauti ni haki ndugu zangu, na sote tunatambua, na hakuna anayejua wakati wake. Usiseme, usifanye taswif ukasema bado mimi ni mdogo, bado nina muda, bado nina afya. Ni wangapi wenye afya walofariki? Anafariki mkubwa, anafariki mdogo, anafariki tajiri, anafariki maskini, anafariki amiri, anafariki raia, anafariki kila mmoja. Hata yule ambaye kwamba ni mwenye anayejulikana katika mabingwa kuinua vyuma anafariki jana Uingereza, Marekani.
na ni mdogo tu, miaka 44, sio kwa fika miaka 70 ama 80, ni mdogo tu, lakini na miguvu yake yote na masozi zake zote, na bado amfariki. Mauti atakufikia tu, huna budi. Sayyiduna al-Hasan al-Basri, safari moja wamekwenda kuzika, wako katika maziara. Baada ya kuzika, anamuona bwana mmoja amesimama katika kabri. Al-Hasan al-Basri anamuuliza, watu washaenda, yeye amebaki peke yake. Yule bwana anamwambia, unadhani huyu aliyoko katika hili kaburi hapa alipo anatamani nini zaidi? Yule bwana akamwambia al-Imam al-Hasan al-Basri, anatamani lau angerudishwa duniani hata kama ni muda mchache apate kufanya taa. Hilo ndo analolitamani hapo alipo. Al-Imam al-Hasan al-Basri akamwambia, yamempita na wewe sikupite. Yeye yamempita, mambo yake kwisha, ajali yake shafika, shazikwa, amali yake shakatika, lakini wewe bado uko hai, pumzi bado unavuta, moyo bado unapiga, unaweza kufanya. Kwa hivyo ikiwa yeye amempita na pale alipo amebaki yuko katika majuto, na wewe yasikupite. Ni wangapi ambao kwamba mwaka jana katika Ramadhani kama hivi tulikuwa nao hapa msikitini, wangapi wametangulia mbele za haki? Wengi. Leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amevuta katika umri wetu mimi na wewe, ametuongezea nafasi ya kurudi kwake, tunaichezea. Badala ya kuleta tauba, badala ya kuomba msamaha, badala ya kurudi kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lazima tuwe makini